hasadi ndanini, na kila mmoja maadamu huvuta pumuzi. Ni dhamana ya Mungu, maadamu pumzi hazijaisha, ruzuku zako hazijaisha. Ni imani tu. Kwenye mwavuli wa mada yetu ya leo, kwenye khutba yetu ya Ijumaa hii, inwani inasema mwanafunzi kumfunza mwalimu ni hivi, si vile. Kwa nini khutba kwa inwani hii? Khutba tumeipa inwani hii itatufundisha ya kuwa kila jambo katika Uislamu wetu kwa ramani maridadi. Mambo yakikosa ramani tutaharibu mpango wa Mungu. Khutba itatufundisha nyumba huingiwa kwa milango yake, hupiti kwa chooni kisha ndio kaingia nyumbani, wala hupande kwa mabamba ndio kawa ni mlango wa nyumba. Qur'ani inasema wa'tul buyuta min abwabiha, ingieni majumba kwa milango yake. Ina maana kwa sababu ni Qur'ani tukufu, kwa kuwa kila kitu pahala pake. Khutba itatufundisha ikiwa kilele cha kutuiwa ni Mungu, wako na wenye kutuiwa, lakini twaa yako ya Mungu isifanane na twaa ya kumtui mwingine. Khutba pia inatufundisha ya kuwa ikiwa kuna twaa, wazazi wawili wafaa kutuiwa, ni sababu ya pepo ya mwana kabisa. Lakini twaa ya wazazi wawili isipande kiwango mpaka twaa ya Mungu ikawa chini. Ina maana gani? Ina maana kila kitu kwa mpangilio wake na kila kitu kwa ramani yake ilopangwa mbinguni. Usipeleke twaa zaidi ya mtu kushinda twaa ya Mungu. Utiifu wa shekhe kwa mambo ya dini, kwa kila jambo la sawa, kwa lisilokuwa la sawa una haki ya kumtwi. Sikia vizuri, mwanafunzi ni akiba njema kwa shekhe na ni akiba njema sawa na kwa mujtama, na aweza akata athari kwa manufaa ya walio hai, bali kwa faida ya wafu walioko mbele za haki. Mwalimu akiandama hiyo ramani na mwanafunzi naye akaiandama hiyo ramani, bali mwanafunzi aweza akafaidika kwa kusoma akaishinda mwalimu kabisa. Na wala shekhe akimwona mwanafunzi amesoma ameshinda, kwake iwe ni furaha, maana hufurahi niwe nimekaa hapo, alopanda ni mwanafunzi, ni neema. Lakini ukisinyika kwa kukua kwa mwanafunzi, hiyo huwa ni hasadi, na Mungu asitujalie hasadi hizo, bali na mwanafunzi aionyeshe faida kwa mwalimu, hata kama amepitisha miaka, lakini hana alichokosa, lakini hata kichache alichokipacha chaweza kukubalika kwa mwalimu, ya kuwa umenifunza kwa uchache ulionayo, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ni mukhtasar au ni mujaz wa hii khutba. Lao tutaipanua kwa haya niliyoyazungumza yaliyokusanywa na khutba. Tayeb, sasa hapa tutaangalia funzo. Mwalimu aweza akamuelewa mwanafunzi kivengine kikusoma. Pengine mbona umepoteza miaka mingi sana
na huna ulichokipata, na pengine akawa amepata japokuwa kichache. Kile kichache kwa adabu na heshima, ule mwanafunzi akamwambia, la, nilichokipata ni hiki na wala sitaki kingine. Mwalimu tashtuka, ulichokipata ni hiko wala hutaki na chingine? Kwa miaka yote uliokaa na mimi, ina maana umemaliza umri wangu kwa kumaliza siku nikiwa na wewe, na hukupata isipokuwa kidogo na hutaki chochote chingine. Lakini eleweni sana, intabihu, lakini aweza na akawa mtu hakupata chochote kikweli, lakini akaliwaza, nenda mbio upate chochote na uzidishe juu ya hicho chochote ulichokipata. Na pengine akasema, hivi nilivyo nakubali kwa kuwa ndivyo nilivyo na sikukosa chochote. Hadha talib khasira dunya wal akhirah, dhalika huwa al-khusran al-mubin. Hapa nimemchegesha nani kwenye funzo hili? Nimemchegesha Hatimul Assam na shekhe wake Shafiqul al-Balakhi. Kulitokea nini? Intabi, mwanachuoni mmoja, nikimkusudia huu Shaqiqul Balakhi, na nikimkusudia mwanafunzi wake Hatimul Assam, alimuuliza mwanafunzi wake, Sheikh, mata sahibtani, wewe ulirafikana na mimi lini? Toka lini wewe tuko pamoja? Yani kama wewe mwanafunzi uko chini yangu toka lini? Sikilizeni sana, hususa ikiwa kuna talabatu ilm, sikiliza vizuri sana. Ikiwa mimi nazungumza pia ni talibu ilm, hata mtu akiniita mwanafunzi, yani Bahero, ni aula zaidi, hata Sheikh Bahero, wallahi, wala sisemi kwa fakhri kuwa ni hapa nasema hivyo, hapana kabisa. Haya, faqala tilmidhu, mwanafunzi akasema, akamwambia mwalimu, mundhu 33 sana, niko na wewe shekhe langu toka miaka 33. 33 kusoma sio mchezo, weza kusoma zikasomeka kwa taufiki ya Mungu. Huu mwanafunzi akanjibu shekhe wake, faqala alalim, huyu shekhe mwanachuoni akamwambia mwanafunzi wake, famadha taallamta minni fi hadhihi alfatra, umesoma nini kwangu kwa kipindi hiki? Kipindi hiki ulioniambia miaka 33, umesoma nini kwangu? Qala tilmidhu, mwanafunzi akanjibu shekhe, 8 masaila, nimesoma masala 8 tu. Mafhum? Lakini hapa weka kuwa mjibu za kiadabu, adabu za mwanafunzi zitakiwazo kuwa kwa shekhe na kwa mwalimu. Intabi, masala 8 tu ndio nimesema. Sikiza mwalimu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngale mwalimu akwambia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iko siku katika siku za Mungu, wala sisemi hii hapa kwa kuwa ni uchali huomba. Iko siku katika siku za Mwenyezi Mungu, lau tutapata nafasi nitaizungumza kuhusu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun imekusanya nini. Manake tu waweza kutoka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, umenenaye imekusanya nini? Iache. Sasa mwalimu alipomwambia nimesoma masala 8 tu, Sheikh akamwambia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dhahaba umri wangu umepotea pamoja na wewe, nikiwa na wewe. Walam tataallam illa 8 masail, hukusoma isipokuwa masala 8 tu, umenipotezea wakati. Hakupanic mwanafunzi, akasema qala tilmidh, ya ustadhu, ewe ustadhi, lam ataallam ghayraha,
sikusoma isipokuwa hayo. Wala uhibbu an akdhiba, na sipendi kunena uongo. Masallah, sineni uongo, nakwambia ukweli. Faqala al-ustadh, mwalimu sasa akasema, hati ma indaka li asma, haelete ulicho nacho ili mpache kusikia hiyo miaka 33 au masala 8 ulioyasoma kwangu. Mimi naona ni wakati umenipotezea na hutaki kusoma chingine, hayo hebu nielezee na mimi. Akaambia, sikiliza sasa vizuri. Al-ula, masala ya kwanza niliyoyasoma, anni nadhartu ila al-khalqi, mimi nilitazama wanadamu, viumbe. Faraaitu kulla wahidin, nikamuona kila mmoja, yuhibbu mahbuban, ampenda kipenzi chake anachompenda chochote. Fa idha dhahaba ila al-qabr, anapoenda kaburini, faraqahu mahbubuhu, kipenzi chake hufarikana naye, hutengana naye. Faja'altu alhasanati mahbubi, hapo nikafanya mema yangu ndicho kipenzi changu. Fa idha dakhaltu alqabra, ningi hapo kaburini, dakhalat mai, ataingia na mimi. Mwalimu ndio akazidi kutilia, atakasema nimemfikiria vingine maskini, lakini ni hivyo. Point number 1, akamwambia shekhe wangu, athania, masala pili niliyosoma kwako, anni nadhartu ila qawli llahi ta'ala, ni kuwa mimi nilijaza maneno la Mungu aliyetukuka linalosema hivi, wa amma man khafa maqama rabbih, ama yule aliyekuwa na hofu na kisimamo cha Mola wake mlezi, wa naha nafsa anil hawa, akaikataza nafsi yake na hawa na matamanio, fa innal jannata hiya almawa, pepo ndio mashukio yake. Nilipoisikia aya hiyo, fa ajhadtu nafsi, nikaitenda nguvu nafsi yangu, fi daf'i alhawa, katika kuondosha hawa, matamanio, hatta istaqarrat ala ta'atillah, mpaka nafsi yangu ikakubali, ikatulia katika utiifu wa Mungu. Nililisoma hilo. Athalitha, masala ya tatu niliyosoma, anni nadhartu ila hadha alkhalq, mimi nilitazama makhluk, viumbe hivi. Faraaitu anna kulla man ma'ahu shay'un lahu qima, nikatazama kaona kila aliyekuwa na kitu chenye kima, ana kitu chenye kima, hafidhahu, hukihifadhi, hatta la yadhi'a, ili kile kitu kisipotee. Thumma nadhartu ila qawli llahi ta'ala, kisha nikalitazama neno la Mungu aliyetukuka, ma indakum yanfad, mulonavyo vyote vitaisha, wa ma inda Allahi baqin, na vilivyo mko Mungu ndivyo vitakavyobaki. Nilipoliona neno hili shekhe, fa kullu ma waqa'a fi yadi shay'un, kila kinachokipata, kila kinachopatikana na mkono wangu, dhu qimatin, chenye qima, wajjahtuhu lillahi, hukielekeza kwa Mungu, liyahfadhahu indahu, ili akihifadhi kwake. Nilisoma kwako. Arrabi'a, masala ya 4, anni raaitu ila alkhalqi, niliona viumbe. Umeona kutoka masala ya kwanza, waonekanao viumbe tu, ina maana gani? Kiumbe aweza kukutoa dirani, akakutoa kwenye ramani, ukakeuka mpaka. Sasa angalia masala na kwamba shekhe wangu, anni raaitu ila alkhalqi, niliwatazama wanadamu viumbe, faraaitu kulla wahidin, kamuona kila mmoja, yatabaha bimalihim, ajifakhiri kwa mali yake, au hasabihi, ama kwa sharafa lake, au nasabihi, ama kwa kabila lake. Niliwaona watu, lakini thumma nadhartu ila qawli llahi ta'ala, kisha nikalitazama neno la Mungu aliyetukuka, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mtukufu zaidi wenu mbele ya Allah ni mcha Mungu wenu zaidi. Fa'amiltu fi taqwa, sasa nikatendea ucha Mungu, hatta akuna inda Allahi kariman, mpaka niwe mbele za Mwenyezi Mungu ni mtu mtukufu.
nililisoma kwako. Alkhamisa, masala ya 5 niliyosoma ambayo yalinistajabisha, masala 8 haya kwa miaka 33. Akamwambia masala ya 5, anni nadhartu fil khalq, niliwatazama wanadamu, wa hum yat'anu ba'dhum fi ba'd, na wanaibishana wao kwa wao, huu humwaibisha huu, huu humwaibisha huu. Kama wakati tulionao ni kuaibishana tu, hata kwetu sisi mashekhe, huu utamwaibisha huu, utamwaibisha huu, huu utamkosoa huu, huamkosoe huu, huu utaifanya yeye na kichambulisho kutoka mbinguni kwa kuwa tashuka salama salimin, wengine wametolewa katika boma la dini na Uislamu. Ndivyo tulivyo, sikokuwa hapa mahala pa kubembelezana, ndivyo tulivyo. Wewe homo, wewe simsuni, wewe ni hivi. Una cheti cha kutoka mbinguni ya kwamba nchi untakaye untoe utakaye? Si hapo, haya yana siku yake. Lakini huyu bwana amwambia shekhe wake, nilivyosoma. Alikuwa ni mwanafunzi mmoja mwenye roho nzuri kwa mwalimu wake. Hata mwalimu alipomuona huwa amepoteza wakati, amthibitishia alichokipata, sikupoteza wakati kwako. Sikiliza vizuri wanafunzi, ambaye ainuka asakuwa shekhe hivi sasa hakukaliki. Akawambia masala ya 5, nilitazama viumbe huwaibishana tu wao kwa wao, wayalanu ba'dhum ba'dha, wanalaniana tu baadhi yao kwa baadhi. Wa aslu hadha kull, sikia maandiko, na msingi wa haya yote, huu kunkashifu huyu, huu kunchia aibu huu, huu ndiye mwenye dini, huu ndiye mwenye alhasad, ni uhasidi tu. Lakini mwana kisha kumwambia shekhe wake, thumma nadhartu ila qauli llahi ta'ala, kisha nikalitazama neno la Mwenyezi Mungu linalisemaje, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Sisi, Mungu akatumia uslubu ta'dhim wala adhamata min Allah. Hakusema ana kasamtu, akasema nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, sisi tuliwagawia maisha yao katika uhai wa dunia. Mwanafunzi amwambia shekhe, kwa pointi hii, fataraktul hasada, mimi nikaiacha hasadi, wajtanabtu nasa, nikajiepusha na watu, waalimtu, kisha nikajua, anna alqismata min indillah, kwamba kigao cha riziki chatoka kwa Mungu. Fataraktul hasada anni, nikaiatilia mbali hasadi. Hasadi ndanini na kila mmoja unaichonge lake, hasadi ndanini na kila mmoja maadamu huvuta pumuzi. Ni dhamana ya Mungu, maadamu pumzi hazijaisha, ruzuku zako hazijaisha. Ni imani tu. Haya shekhe hakuyaona, na alinsomesha mwanafunzi akafanya ugundua kwake kwa buhthi zake, akaona haya 8 hunitosha. Lakini mwisho nitakwambia pointi gani mwisho alichukua kwamba natosheka kweli kwa 8. Mwalimu mwenyewe ndio atajibu. As-sabia, la 7, mambo ni 8, la 7 akasema, anni nadhartu ila al-khalq, niliwatazama wanadamu, faraaitu kulla wahidin minhum, nikamuona kila mmoja katika wanadamu, yukabidu nafsahu, aidhiki nafsi yake. Yukabidu alkalimatu hadhihi madhkuratun fil Qur'ani al-Karim, ya kuwa mwanadamu siku zote uko laqad khalaqna al-insana fi kabad, kabadin, dhiki, tabu, kupanda mabonde, kutefuta, imma awe tatefuta cha halali ama awe tatefuta cha haramu. Tayib, sasa sema masala ya 7, niliwatazama wanadamu nikamuona kila mmoja minhum yukabidu nafsahu, aichia dhiki na kuisumbua nafsi yake, wayudhilluha, na huidhili nafsi yake, fi talabi riziki, katika kutaka riziki, huinyongesha kaidhalilisha katika kutaka riziki, hatta innahu qad yadkhulu fi ma la yahillu, mpaka akenda akaingia kwa kisicho kuwa cha halali. Potelea mbali, bora nile tu, potelea mbali, bora nivae tu, lakini kweli nipotelea mbali kwa hayo.
kulu min at-tayyibati ma razaqnakum, lakini humfikia mwanadamu akafikia hadi hiyo. Sasa humwambia mwalimu, wa nadhartu ila qauli llahi azza wa jalla, mimi nikalitazama neno la Mungu azza wa jalla lilosema, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, hakuna mnyama yoyote ama kiumbe chochote katika ardhi hii isipokuwa dhamana arzuku zake ziko kwa Allah tabaraka wa taala. Yaqulu al-Maula jalla fi'ala, wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum. Shekhe wangu, nilipoiona wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha fa'alimtu anni wahidun min hadhihi ad-dawab, nikajua kwamba kwa mimi ni mmoja kati ya viumbe hivi, ni mmoja kati ya viumbe hivi. Kwa hivyo ikiwa ni mmoja kati ya viumbe hivi, naingia kwa kuwa dhamana riziki yangu iko kwa Mungu. Fashtaghaltu bima dillahi alayya, nikajishughulisha kwa yale ya Mungu aliyoko kwangu. Wataraktu mali indahu, nilonayo mimi kamwatia yeye mwenyewe Mungu. Shekhe kimya kikwecho sema ameshika chama, msikiza mwanafunzi. Miaka 33 umesoma, umeniambia masala manane, kumbe ni hayo. La mwisho kufunga khutba yetu, mwanafunzi akwambia athamina, masala ya 8, anni nadhartu ila al-khalq, nilitazama wanadamu, faraaitu kulla makhluqin, nikamuona kila kiumbe, minhum, miongoni mwao, mutawakkilun ala makhluqin mithlihi, ametegemea kiumbe mfano wake. Mwanadamu amemtegemea mwanadamu mfano wake. Niliwaona katika wanadamu, hadha ala malihi, tamuona kiumbe amemtegemea mwanadamu kwa mali yake, wa hadha ala dhai'atihi, na huyu takuwa amemtegemea mwanadamu kwa chake kilichompotea, wa hadha ala sihhatihi, na huyu amemtegemea mwanadamu kwa nguvu zake. Au vipi hapo jamani? Siku na mtu haweza kuata vibaba viwili vitatu ikawa vinkula mawe kweli kweli vifuani hivi, akitembea hata hajifanyi, hufanyika yenyewe kulingamana na kifua kilipotoka mbele. Ache hundinda yeye, hawezi kutoka hata kwenda hapo sokoni mpaka miji bodyguard nini kunani, akikosa hendi pahala. Na kwa mengi, lakini wakati ndio huu sasa. Kawaona wanadamu kila mmoja amemtegemea mwanadamu mfano wake. Wa hadha ala markazihi, usheke hata kasa huu naye pia amejisikia na kujiona akategemewa kwa markazi yake alionayo. Mafhumu? Basi mimi sasa kwa masana ndio soma huyu bwana mwambia mwalimu, wa nadhartu ila qauli llahi ta'ala, mimi nikalitazama neno la Mungu aliyetukuka aliposema, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu, yoyote mwenye kuntegemea Mungu, Mungu atamtosha. Nikalitazama neno hili tu kusema, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu, mwenye kuntegemea Mungu, Mungu atamtosha. Nikaona hakuna wa kuntosha mwanadamu isipokuwa Mungu mwenye kutosheleza. Mwanadamu kujichendekeza tu hawezi kuntosha mwanadamu. Nilipoliona neno kama hili, wajtahadtu fi tawakkul ala Allah, nikajitahidi kuntegemea Mungu tu, maana picha na sura ya Qur'ani inasema, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu, inna Allaha balighu amri, qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Nilipopata hayo basi nilijitoa wasiwasi, ikawa mimi nimekajikiwa kuntegemea Mwenyezi Mungu. Haya ni masala 8 niliyosoma kwako, sikutaka kusoma chengine chochote. Faqala al-ustadh, sikia ustadh akamwambia, barakallahu fika, Mungu akubariki. Na alikuwa ameona amempoteza wakati, miaka 33 sio mchezo, kwamba kama kwa mikaratasi ya kisasa. Na sasa watu wengi wao makaratasi, mara nyingi taka nsome mpate makaratasi, kwa sababu kipata makaratasi ndio mshahara utakuwa mkubwa. Sasa ndio kwa kila mtu upigania hapo kwingi, isipokuwa alorehemewa na Mungu.
Sasa useme miaka 33 uwe wala vitu tu kwa shekhe na mashekhe, utatoka kigogo cha kisawasawa. Leo hukuuliza, unaambia mmesoma masala 8 tu kwa miaka 33, umenipotezea wakati wa kukwambia masala 8 ni haya. Alipofunga kwa tawakkul, ustadha akwambia barakallahu fik, khudh 60 thania min waqti, tukua tena sasa miaka kama 60 kwa wakati wako. Tukua miaka 60 kwa wakati wako. Ikiwa miaka 33 kwa mambo 8 ni hayo, tukua miaka 60 sasa. Bila shaka utakuwa na mambo mengi sana. Sikiliza vizuri sana. Ni'mat tilmidhu salihu anta, nzuri wa mwanafunzi wewe. Wewe ni neema ya mwanafunzi, mwanafunzi nzuri sana wewe. Shafiqul balaghi ndiye mwalimu, Hatimul Asami ndiye mwanafunzi. Shafiqul balaghi akamwambia, ya Hatim, waffaqaka Allahu ta'ala, Mungu akupe taufiki. Shekhe ho sasa humwombea taufiki ho mwenye masala 8. Fa inni nadhartu fi ulumi at-taurati wal injili waz zaburi wal furqani al-azim. Shekhe amwambia, mimi nimetazama katika ilmu zilizoko kwenye Taurati na Injil na Zabur na Furqani kubwa ambao ni Qur'ani, alladhi yufarriqu baina al-haqqi wal-batili wal-halali wal-haram, fawajadtu jami'a anwa'il khairi wad-diyana, nikapata sampuli nyingi za khairi na sampuli nyingi za dini, na zote hizo nilizozipata kwenye vitabu hivyo, wa hiya taduru ala hadhihi 8 masaila, yote ya vitabu nilivyokutajia mwanangu yalikuwa yanaduru kwenye masala 8 hayo uliyosema. Faman istamalaha, mwenye kuyatumia masala 8 kama hayo, faqad istamala alkutub al-4, atakuwa amezitumia vitabu 4 vilivyoshuka kutoka mbinguni. Alhamdulillah. Ihya Ulumuddin amekinasa hiki kisa. Hapa tumepata faida ya kwamba mwalimu alipopanic, mwanafunzi hakupanic. Mwanafunzi alivyosomeshwa kwa miaka yote, ilikuwa takdiri ya Mungu apige miaka 33, lakini atakayoyabeba ni ya vitabu 4 vilivyojaa zaidi ya faida ya miaka 33. Na akamtuliza mwalimu, na mwalimu akakubali kutulia kumsikiliza. Akamuona miaka 33 amesoma kikweli. Yatupa picture sisi wanafunzi, tuweni na tabia hiyo na tuweni na unyenyekevu huo. Isiwe tu ukisimama siku moja tu mbele ya watu ukatoa salamu tu, ukishuka kipande kidhi cha shekhe, huvundikiwa hapo. Sisi kwenye wakati tuliona haya sitayata kuyasema mpaka dakika zangu za mwisho kutiwa kaburini, maana mambo ya shitaha nyingi katika dini ndizo tuharibia. Na wanafunzi badala ya kuomba ikhlasi katika kusoma, hamna hiyo. Ukiinuka mpaka nitoe fatwa, na nikiinuka ili njulikane katika society, mpaka mimi nimpinge shekhe fulani, mpaka mimi ni muattack shekhe fulani. Tumefikia hadi hiyo, vinaya visivyokuwa na maana. Turudini kwenye vitabu, tusomeni tarbia, tuweni wa makinifu kwa mwalimu. Maana hata kama wataka kunsahihisha mwalimu wako, si kama unavyomsahihisha rafiki yako maskani. Kama nilivyosema, unavyomtui mamako na babako, si kama unavyomtui Mungu. Mwalimu usahihishwa, lakini kwa adabu ya hali ya juu. Alipokuwa mkali, bwana, miaka 33 umenipotezea wakati, akanithibitishia kwa utaratibu, kana hakunipotezea wakati, kuna pointi nimewaachia. Kisha mwisho akamwambia, leo mimi intabi. Huu mwalimu akamwambia, leo mimi nimesoma kwako. Imagine, Sheikh kisha mwambia, leo mimi mwanangu nimesoma kwako.
Mungu akupe taufiki ridhaa hizo. Mwalimu amenridhia kwa ridhaa za Mungu, kwa mwana kuwa mtulivu. Tusimameni hapa, tusinene mengine mengi tukaiharibu khutba yetu, lakini nawahusia tu wanafunzi, kuweni wa makinifu sana, kuweni wa makinifu sana. Kusahihisha kuko kuwa na uslubi katika kusahihisha, na sahihisha kielimu. Hata mwenye kusahihisha sema yes, hapa amezungumza kielimu na adabu ya hali ya juu. Usipige kelele tu wakati mwingine unasema taona baadhi ya mashehe wakijisikia nini, lakini ukiwaona wamepanda mimbari huwa zikitetemeka. Tafanyaje mimbari zisitetemeke? Nani hututetemeza? Safi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairi al-muslimin wal muslimat fastaghfiruhu faya fawza al-mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in. Kunu ibadallahi ikhwana wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'lamu anna Allaha yunadi ibadahu almu'minin fayaqul ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa yaqul ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Umeona hapa ya ayyuhalladhina amanu nidaur rahmani liman, enyi mulioamini mcheni Mungu, mukizungumza zungumzeni maneno mazuri. Faida ya kuzungumza maneno mazuri, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti llaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Pengine hatufaulu, pengine hatunali, hatufaidiki kwa sababu maneno yetu minono mijabali mijiwe. Qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti llaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Wa yaqulu mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya Rabb. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban waj'alna minash shakirin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.